kuwa na subira kidogo na niweze kumwachia wakati wanaendelea kuweka mitambo sawa. Naomba kama dakika chache nitarudi na kuwasikiliza. Asante sana Lamek kwa uwasilishaji, na kama walivyosema leo tunaenda kuchambua kampuni kabla ya kuanza kuwekeza, na mwasilishaji wetu leo atakuwa Bwana Makurwe Mauna. Makurwe Mauna, hapa nitoe bio yake kwa kifupi na kwa Kiingereza. Mauna is a capital markets professional and investment advisor, having been authorized as an authorized dealer representative by the CMSA. Makurwe Mauna right now is the head of trading and investment at TIB Rasilimali, kwa maana kwamba ni mkuu wa kitengo cha trading na uwekezaji upande wa TIB Rasilimali. His Excellency in providing strategic leadership and operational oversight brings extensive experience in financial market, corporate governance, institutional development, ensuring sound decision-making and sustainable growth. His strong background in finance and leadership enables him to drive performance, enhance accountability, and steer the organization towards achieving its strategic objectives with efficiency and integrity. Mr. Makurwe Mauna, as a capital market professional and investment advisor, having authorized dealers and representative license issued by CMSA, he is also a certified public accountant, CPA. Hiyo ndio bao fupi ya mwasilishaji wetu Mr. Makurwe Mauna. Kwa hiyo naomba nimkaribishe Mr. Mauna aweze kutu take through the presentation alichokiandaa, jinsi ya kuchambua kampuni kabla ya kuwekeza. Karibu sana Mauna. Asante sana Peter. Kama mlivyotambulishwa, kwa majina naitwa Makurwe Mauna, mwasilishaji wa mada ya leo. Kwanza kabla tujaanza rasmi, nipende kuwaomba radhi kwa kuchelewa kutokana na hitilafu za kiteknolojia. Ni nchi zilizoendelea haya matatizo yanatupata sana, lakini haiwezi kuwa excuse, lakini imetusumbua kidogo, lakini nashukuru Mungu tumepata nafasi ya kukutana na nyie jioni ya leo ili kusudi tuweze kuendelea kuelimishana umuhimu wa kuwekeza kwenye masoko ya mitaji na dhamana Tanzania and abroad. Matarajio yangu ni kwamba tutakapofika mwisho wa somo letu la leo, tutakuwa tuko kwenye nafasi ya kuwekeza kiutaalamu, lakini inawezekana isitoshe kwa wengine. Tutatoa mawasiliano na namba zetu za simu binafsi, ambapo tutakuwa wazi kuwasikiliza na kuwapa ushauri wa hapa na pale ambao kwa kweli tunautoa bure. Baada ya kusema hayo, naomba niingie moja kwa moja kwenye mada. Unatakiwa kuwa na taarifa kwa kweli ambazo zinasababisha wewe unanunua hisa za kampuni fulani. Manake haiwezekani ukawa unatoa hela unawekeza sehemu una taarifa au unasikia kutoka kwa marafiki au kwa ndugu au na jamaa. Uwekezaji wa namna hiyo unaweza ukafanikiwa, lakini unakuwa sio uwekezaji makini. Sasa ili uwekeze au ili ufanye kitu chochote kwa ufanisi, mara nyingi taarifa, elimu ndio kitu cha kwanza cha msingi mtu kuwa nacho kabla ya kufanya maamuzi. Manake decision yoyote iliyo nzuri lazima iwe based on facts na knowledge. Sasa katika uwekezaji wetu kwenye masoko ya mitaji na dhamana kupitia DSE hii, kitu cha kwanza ambacho huwa tunaangalia ni sekta.
Unajua, katika biashara yoyote ile lazima ni muhimu kuangalia sekta yake, ukuaji wa sekta yenyewe. Je, hii sekta biashara yake inakubalika? Je, ina future? Maana yake kuna sekta ambazo kwa kweli wakati mwingine zinakuwepo na zinakuwa ni rahisi sana kuwa bypass na technology. Katika maisha haya ambayo tunaishi, nadhani kuna vitu vingi ambavyo tumekuwa navyo ambavyo sasa hivi tunaona haviwezi kabisa hata kuexist. Yani tulikuwa tunaona vitu kama typewriter ni vitu vya msingi kuwa navyo. Sasa assume ni mtu angekuwa labda ameinvest hela zake kwenye kampuni ambayo iko kwenye sekta hiyo, ina maana leo angekuwa anazungumzia hasara kubwa sana. Kwa hiyo katika sekta yetu hii ya uwekezaji wa kutumia hisa na bonds, lakini na dhamana zozote au securities zingine zozote zinazotokea kwenye hili soko, kitu cha kwanza cha msingi ni kuangalia sekta inayokwenda kuwekeza. Mfano tuchukulie sekta ambayo labda kampuni kama TBL iliyopo, mtu kiangalia tu mwenyewe unaamini, kwa sababu kila njia tunapopita mitaani tunakuta watu wanakunywa pombe, wanakunywa bia, wanakunywa vinywaji vyote vinavyotokea kwenye hii kampuni, na uwezo ukaamini kwamba TBL inaweza kaondoka leo au kesho. Hilo ni swala la kwanza la kuliangalia, ambayo ni sekta au tuseme industry ya biashara au shares ambazo zimekuja sokoni natakiwa kuziangalia. Nafasi ya pili ambayo ni ya msingi sana ni ukuaji au utendaji wa kifedha. Hapa ninazungumzia ukuaji wa mapato au financial performance ya kampuni husika. Kuna kitu ambacho labda nilikuwa nimekiskip mwanzoni na ambacho naomba wengi tukielewe, ni kwamba kampuni yoyote tunayoiona kwenye soko la hisa leo la Dar es Salaam iko listed pale, kabla haijaja lazima iandae waraka wa matarajio. Waraka wa matarajio ni nini? Waraka wa matarajio kwa Kiingereza wanaita prospectus au information memorandum. Hii ni document ambayo itakuonyesha taarifa zote zinazohusiana na kampuni husika. Kwa hiyo leo somo langu linalolielezea au nalowasilisha kwenu ni somo ambalo linaeleza kile ambacho kiko kwenye prospectus, waraka wa matarajio, ambapo ndo maana kwamba mtu yoyote kabla hajaletewa au kampuni yoyote kabla hajaja sokoni lazima itengeneze waraka wa matarajio. Kwa hiyo hivi vitu vyote ninavyoviwasilisha leo ni vitu ambavyo viko kwenye waraka wa matarajio wa kampuni yoyote. Kwa maana hiyo, kama ulikuwa hujawahi kujua kwamba ninapata wapi taarifa ambazo nitazitoa leo, ni kwamba kuna information unaimisi ambayo ungeweza kuipata kwenye prospectus. Na kampuni nyingi ukiingia kwenye website zao utaikuta. Na kama utaikuta pia utahitaji msaada, tunaweza kukusaidia tukashare na wewe ukaweza kusoma. Wakati mwingine ina information ambazo ni technical, na ndo maana sisi tupo ambao ndo tunaziandaa kimfumo kiukweli. Yani sisi kampuni inapokuja sokoni lazima ipitie kwetu kwa ajili ya kuandaa document kama hizi. Kwa hiyo kwa kusema hayo naendelea na kwamba pointi ya pili nilikuwa naangalia uwezekano wa kampuni kutengeneza faida. Kwa hiyo kampuni yoyote ambayo imekuja sokoni na imetupa waraka wa matarajio, nategemea kuona kwamba imetupa historia ya nyuma, imetupa wapi ilipo na imetupa wapi inapokwenda. Yaani matarajio ya miaka 5 mbele. Tuweze kuona kujua kwamba je, hii kampuni ina uwezekano wa kutengeneza faida? Je, mapato yake ambayo tunaita revenues au turnovers zinakuwa? Yaani leo nikiangalia kwa mfano mimi nitakachokuja kuwekeza
kwenye hii kampuni, je, return ya hela yangu nayoiweka ipo, itapatikana? Kwa hiyo hilo ni jambo lingine la msingi la kuweza kuangalia. Kampuni ambayo haitengenezi faida, ndugu mwekezaji, ni kwamba uwezekano wa kuja kukupa gawio unakuwa haupo, kwa sababu gawio linatoka kwenye faida. Kwa hiyo kampuni inayotengeneza mapato mazuri, kampuni inayokuwa na matumizi ambayo ni ya chini ya mapato, maana yake itatengeneza faida. Ikishalipa kodi, maana yake itakuwa inawajibika kulipa gawio kwa wawekezaji wake ambao ni shareholders. Thamani, kitu cha tatu ni thamani ya hisa. Hii nayo ni information ambayo utaikuta kwenye waraka wa matarajio, kwa sababu kila kampuni ina thamani yake. Yaani kuna vitu ambavyo vitakuwezesha kuangalia ujue kabisa kwamba hii kampuni ina thamani ambayo mimi naweza kuwekeza. Na of course kitu cha msingi cha kujua ni kwamba kwa sababu mamlaka zilizopo zinazosimamia soko hili, ikiwemo mamlaka ya mitaji na dhamana ambayo inamaanisha ni CMSA na DSE, wamepewa ruhusa na sheria ya kuangalia vigezo vya kampuni ambayo inakuja sokoni. Lazima iwe ni kampuni ambayo ni profitable. Kama sio profitable, manake ni kampuni ambayo ina matarajio ya kutengeneza faida. Kampuni ambayo ni mpya, ambayo haina track records, inataka kuja kwenye soko la hisa, zimepewa nafasi yake maalum ambayo kwenye soko pale inaitwa Enterprise Growth Market, ambapo hizi ni kampuni zinazoanza, hazina past records. Kwa hiyo zina vigezo vyake, lakini vigezo cha msingi ni kile kwamba hiyo ni kampuni ambayo inaweza ikagenerate faida kwa shareholders hapo baadaye inapokuwa imeanza. Kwa hiyo tunapoangalia ile mipango ya kampuni hii ambayo ni mpya, pia tunaangalia utengenezaji wa faida. Kwa hiyo shareholders yoyote, potential shareholders yoyote anayetaka kumiliki hisa, lazima atakuwa anaangalia uwezekano wa kampuni kutengeneza faida. Faida ndiyo itakayokupa wewe gawio, lakini thamani inatengenezwa na mapato. Yaani kampuni isiyotengeneza mapato mara nyingi inakuwa haiwezi kukupa thamani. Kuna uwiano unaonekana kwenye presentation hapo mkiangalia, na ni uwiano ambazo tunazitumia kwenye soko ili kuweza kupata kile ninachokitarajia. Kwa mfano hiyo ratio ya kwanza au uwiano huo wa kwanza ambao unaitwa price to earnings ratio. Yaani mimi nikichukua bei ya hisa moja nikagawa mapato ya kampuni kwa hisa moja, hii inaniambia kwamba ni price earnings ratio. Price earnings ratio inakwambia ni kiasi gani ambacho mimi ninaweza nikapata kwa kila shilingi ambayo ninawekeza kwenye ile kampuni kwa mwaka. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya ratio ambazo zinaweza kukusaidia wewe kufanya analysis. Mara nyingi hivi vitu ni vya wanavifanya sana wahasibu. Ukiona nafasi yako ya kuingia kwenye details za hizi ratio au uwiano ni mgumu, ndio sasa unatuona wataalamu kama sisi. Mimi hapa naelezea kwa lugha ambazo ni nyepesi kidogo, tena kwa lugha ya Kiswahili, na mara nyingi hivi vitu unajua haviwezi kuwa kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo unapokuja kueleza kwako, unakuwa najaribu kueleza kwenye lugha ambayo ni nyepesi na ambayo inaweza ikaeleweka kwa wote. Kuna point ya 4 ambayo inazungumzia mizania, yani uimara wa kifedha. Hapa hiki ni Kiswahili, lakini tunazungumzia balance sheet ya kampuni. Mara nyingi kampuni ambazo zina madeni mengi sio kampuni nzuri za kuwekeza, lakini sio necessarily iwe hivyo. Inawezekana kampuni ni benki. Kwa mfano, kampuni kama benki inapokuwa inapokea deposits kutoka kwa watu wenye benki account ndani ya benki, maana yake hii ni benki ambayo inategemewa kuwa ina deposits nyingi.
Kwa hiyo unaweza ukaichukulia kampuni kama hiyo ni tofauti kidogo na kampuni ambayo labda iko kwenye manufacturing industry, ambayo yenyewe inatengeneza bidhaa na kuuza. Nikikuta benki na madeni mengi kwa sababu tu ya deposit nyingi, hicho kitu ni kwamba benki hiyo ina afya. Lakini ukikuta kwenye taasisi ambayo ni manufacturing, kampuni ambayo inatengeneza bidhaa na kuuza, maana yake inatupa viashiria kwamba tuko kwenye riski ya kwamba siku moja inawezekana either tutashindwa kulipa deni, au kama tukishindwa kulipa deni, maana yake ni kwamba tutakuwa tumepoteza mtaji wetu. Kwa sababu jinsi ilivyo ni kwamba kampuni inapoingia kwenye mgogoro wa kimadeni, kinachokuwa kinatarajiwa ni kwamba tutalipa wanaotudai, lakini baadaye tutaenda pia kwa shareholders fund ambayo ndio itatumika pia kulipa, kwa sababu mtu anayemiliki hisa anachukuliwa kuwa mwenye kampuni, na ndio maana anafanya maamuzi kwenye mikutano mikuu. Tunapokuwa tunaingia kwenye swala la mgogoro wa madeni, maana yake kilicho cha kampuni, yani mwenye kampuni ndio mtu anayetakiwa kuwajibika kulipa haya madeni. Kwa hiyo kwa msingi huo, unapoingia kwenye kampuni lazima uiangalie pia uimara wake wa kifedha ukoje, na hii kitu inapatikana kwenye mizania. Hii unaangalia, je, hii kampuni inaweza ikatengeneza fedha? Je, fedha zipo? Fedha inawezekana zisiwe katika ile hali ya tu kwamba ziko benki, lakini je, hii kampuni inaweza kuwa inamiliki assets zingine kama hisa, inaweza kuwa inamiliki assets zingine kama bonds au hati fungani. Hivyo sisi tunasema ni cash equivalents, kwa sababu vinakuwa viko kwenye nafasi ya kwamba unaweza ukaviconvert au ukavibadilisha muda wote kuwa fedha. Kwa hiyo hii kampuni inakuwa kama ina vitu kama hivi vinaonyesha kwamba ni vitu vikubwa, vinazidi madeni inayomiliki. Maana yake hii ni kampuni ambayo ni sahihi kabisa kuweza kuwekeza. Point namba 5 tunazungumzia sera ya gawio au dividend policy. Hii nayo inapatikana kwenye waraka wa matarajio wa prospectus. Kuna kampuni, yani kampuni inapokuja sokoni lazima iseme kabisa iko tayari kutoa kiasi gani cha mapato yake kama sehemu ya gawio kwa shareholders. Yani hii lazima uikute kwenye huo waraka wa matarajio. Kuna kampuni unaweza ukute inakwambia mimi nikishalipa kodi kitakachobaki nitakilipa kwa shareholders, lakini nitalipa 5%. Kampuni nyingine itakwambia mimi nitalipa 15%, nitalipa 25%. Kwa hiyo muda wote, maana yake kwenye kichwa changu nitakuwa napiga hesabu zangu, kama hii kampuni inatengeneza mapato kiasi hiki, na je, nikimiliki share, kwa mfano nikimiliki hisa 1000, kama inaweza kuwa ikatoa dividend ya kiasi cha shilingi labda 100 kwa kila hisa moja, maana yake ninaweza kwa share zangu 1000 nikizidisha naweza kujua kwamba napata kiasi gani, ingawa pamoja na hayo kuna kodi ya zuio ambayo ni 5% kwa share ambazo ziko listed DSE. Lakini hii inanipa picha kwamba hii kampuni kama ina sera inatoa 15%, wakati kuna kampuni nyingine inatoa 25%, na kuna kampuni nyingine inatoa 5%. Maana yake naweza nikazipanga zote nikaziangalia, je, kwa utengenezaji huu wa mapato na utengenezaji huu, yani matumizi haya na net profit ya hizi kampuni zote mbili, nikizipanga ni kampuni gani ambayo mimi naweza kuwa kivutio kwangu kuwekeza kwa kulingana na sera yake ya gawio. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo mwekezaji yoyote anatakiwa kuwa navyo kichwani. Ukienda kuwekeza kwenye kampuni ambayo inakupa 5%, wakati kuna kampuni nyingine inakupa 25%, pia itakuwa ni kwamba ukupata information, au ni kwamba ulifata tu kwamba unaifahamu hiyo kampuni kijuujuu, lakini ukusoma kujua sera yake. Inapokupa dividend baadaye, kuna watu wanasema mimi hii kampuni siipendi bwana, kila siku wananipa 20,000, kila siku wananipa 40,000, lakini kuna mtu yuko somewhere anapata kwa share sawa sawa na za kwako anapata 1,000,000 au anapata 500,000. Kwa hiyo ni kwa sababu mtu fulani akuchambua kuweza kujua policy ya dividend ya hiyo kampuni inasemaje. Pointi ya tatu ambayo watu wengi waga tushughuliki nayo sana, yani tunaionaga kama ni pointi ya msingi, ni mradi tu tunaiona kampuni iko kwenye biashara na inaendelea, ni kuangalia uongozi, yani kwenye lugha hii ya kitaalamu nasema governance. Yani sio kila kiongozi anayeongoza kampuni ni kiongozi bora ambaye anaweza kutengeneza faida au akaifanya kampuni ikawa imara. Nyewe ni mashahidi. Yani kuna kampuni ziko humu sokoni
watu wanakupa historia bana, kabla hajaingia yule mzee, kabla hajaingia fulani, kulikuwa hivi na hivi, mapato yalikuwa hivi, kampuni ilikuwa inauzwa shilingi kadhaa, lakini baada ya muda fulani kampuni iko very strong, inatengeneza faida, imepanda bei sokoni na nini. Yale ni masuala ya governance, ni masuala ambayo kwamba ile kampuni utawala wake au management yake iko vizuri, ina mipango mizuri ya kujiendesha, mikakati ipo, human capital iko vizuri. Kwa hiyo hii kampuni inatarajiwa kuwa kwamba kama ina expertise, kama ina utawala ulio mzuri, ni kwamba ni kampuni ambayo inategemea kuwa ni kampuni ambayo itakuwa ina perform kwenye biashara zake. Sasa kampuni inayo perform biashara zake vizuri, maana yake mwisho wa siku shareholders sisi lazima tupate kitu ambacho ni kizuri. Kampuni itakuwa thamani, kampuni itatupa dividend na kampuni itaendelea kuperform miaka na miaka, kwa sababu utawala uliopo ni au management iliyopo ni management nzuri. Kuna kitu kinaingilia na hapa, naona samahani kidogo, tunasoti. Yes. Sorry, tunaendelea. Teknolojia zenyewe hizi tunazungumzia hapa, lakini tuko sawa, tunaendelea. Kwa hiyo nilikuwa naongelea hicho kipengele cha ubora wa uongozi au governance, jinsi inavyoweza kuchangia katika kampuni kuwa bora. Kampuni iliyo na uongozi bora itafanya vizuri. Kampuni ambayo yuko na uongozi ambao ni goigoi, uongozi ambao hauna expertise ya kutosha, hauna exposure, hauna nini, ndio uongozi ambao unapeleka kampuni kwenye matatizo. Kwa hiyo ni factor ambayo tunaiangalia. Fursa za ukuaji inayo lazima tuiangalie. Yaani kampuni yoyote lazima iwe na future outlook, maana yake iwe na strategic plan. Katika miaka 5, miaka 10, miaka 7, miaka 2 ijayo, hii kampuni inataka kwenda wapi? Kuna ubunifu wowote unaonekana kwenye teknolojia? Kuna masoko mapya yanayotarajia? Ni kampuni ambayo inataka kukua iende nje ya mipaka ya Tanzania? Kuna ubunifu, kuna utafiti inafanya, kuna upande labda wa kuongeza matawi au yani vitu kama hivyo ndio tunaangalia sasa kweli kama hii kampuni kweli inakuwa. Yani kama tungekuwa na kampuni ambayo inaweza kuwa ina head office, alafu ikawa na head office moja mwaka baada ya mwaka, yani ikawa na staff labda 20 mwaka baada ya mwaka, hatuoni mipango ya kukua miaka baada ya mwaka, then hii kampuni inatutia mashaka. Na of course kwa sababu tunapokuja kwenye hizi kampuni ambazo ziko listed, maana yake kuna mikutano mikuu au annual general meetings. Tunapokuwa tumealikwa, je, tunaisikia hii mipango? Au tukisikia tukiondoka, tukirudi mwakani tunakuta mipango bado haijatekelezwa, au hata hatuambiwi kabisa mipango. Maana yake ni kwamba hii kampuni ni kampuni ambayo sio nzuri kuwekeza, kwa sababu haituonyeshi kwamba hela yetu itaendelea kuwa salama muda mrefu ujao. Maana yake ni kwamba itakuwa inatuforce sisi tuuze hisa zetu kama tumeshanunua, au inatuambia kwamba sio kampuni nzuri ya kuwekeza hata kama nina nia ya kutaka kuwekeza sasa. Kampuni yoyote inayofanya biashara iko kwenye ushindani. Je, kampuni yetu hii ambayo tunataka kuwekeza ina nafasi gani katika soko hili tulilonalo? Yani kama ni kampuni iko kwenye teknolojia ya utengenezaji wa simenti, nyewe mnazijua kampuni ambazo tuko nazo sokoni, labda kwa mfano simenti. Je, mimi nikiangalia hii kampuni ambayo nimewekeza mimi, nikipita mitaani kwenye ujenzi wapi na wapi, naiona kama ni kampuni ambayo inapambana na ushindani na kweli products zake au bidhaa zake zinapatikana sokoni na zinauzika? Yani je, hii ni brand, yani inavutia watu wengi kwenda kutumia products zake? Yani huduma zake kwa wateja zikoje? Yani mizigo ina deliver, hamna watu wanalalamika mitaani, product ni mbaya, product inaonekana ni nzuri, inavutia watu wengi. Hii nayo ni faida ya kuangalia kwamba hii kampuni nilionayo kama kweli inaweza ikasurvive kwenye ushindani ulio mkubwa na bidhaa zake zinapatikana sokoni na kila mtu anazitafuta. Maana yake inaniambia kwamba ni kampuni ambayo ninaweza nikaendelea kuwekeza, kwa sababu ni kampuni ambayo imepambana na kushinda ushindani.
kuna vitu vinaitwa riski. Mojawapo ya riski ni kuwa na kampuni ambayo inaweza ikawa bypass na teknolojia. Yani mojawapo ya riski ni hizo, lakini kuna riski zingine za kawaida tu za mfumuko wa bei, labda mabadiliko ya sera za serikali, pia siasa zenyewe na thamani ya fedha ambayo of course ina reflect kwenye mambo ya riba pamoja na mfumuko wa bei. Ni vitu ambavyo tunaviangalia. Je, hii kampuni yetu inavitambua na kwenye mipango yake imeweka njia zozote za kufanya mitigation? Kwa sababu kuna vihatarishi ambavyo haviwezi kuzuilika. Yani vihatarishi ambavyo viko nje ya uwezo wa kampuni yenyewe. Muhimu ni kwamba tuone kama kweli management au kampuni yenyewe inaweza ikaanza kufikiria na kujiposition kwamba kitu kama hiki kinaweza kikatokea. Labda kwa mfano kampuni iko kwenye biashara na inafunga mahesabu yake, alafu leo unaambiwa kwamba kampuni kama hii haina tuseme servers nje ya kampuni yenyewe. Kwa mfano moto unapotokea, tunaanza kujua kweli hii kampuni records zote zitabaki ziko wapi. Unaona, yani hii ni mfano tu wa vihatarishi ambavyo vipo. Yani kama kampuni yoyote inayojitambua, maana yake ni kwamba kuna njia nzuri kabisa za kuweza kupambana na riski au vihatarishi vinavyotokea kwenye soko au kwenye biashara zake za kila siku. Kwa hiyo nayo kampuni kama inaweza kuwa imetueleza, tunasoma, tunaviona, wanafanyia kazi, kuna mipango, maana yake hii ni kampuni inayotushawishi kwamba ni kampuni nzuri ya kuwekeza. Of course, kwa sababu hakuna kampuni ambayo inaweza ikaoperate kwenye eneo ambalo kwamba vihatarishi hamna. Hakuna sehemu yoyote ukafanya biashara ukose vihatarishi. Hiyo biashara binafsi, iwe familia, iwe wapi. Ndio maana kuna bima, kuna nini? Yani kuna vitu vyote ambavyo lazima viwepo ili kutuambia kwamba kihatarishi fulani kinaweza kuwa kupambana nacho kwa namna gani. Kwa hiyo kampuni kama hii inatudhihirishia kwamba ni kampuni iliyojipanga kwa ajili ya kupambana kwenye biashara ambapo soko linajua kabisa vihatarishi vipo, lakini vikitokea tutapambana navyo vipi. Kuna ukwasi. Ukwasi ndo tunazungumzia kwamba share hizi ninazozinunua ni share zinazouzika. Unajua hizi changamoto zinatokeaga, yani soko lolote lile lazima uangalie. Hata tunapokuwa mitaani, yani unaponunua kwa mfano gari ambayo unajua nikiitumia miaka 5, 4, 6, 7 sitaweza kuiuza, maana yake ni kazi sana kuja kuiuza. Maana yake ni gari ambayo haitakupa liquidity. Lakini pia kwenye hisa pia tunatakiwa tuangalie, au kwenye biashara pia securities tunaangalia. Yani mimi nikishanunua hisa, siku nikitaka kuexit, yani siku nikitaka kuiuza ili nitoke, siku ninataka na mahitaji ya hela, hii hisa naweza nikaiuza na nikapata hela. Na hii inatokea kweli, yani kwa sababu kuna watu wamenunua hisa alafu wanafika wakati fulani wanataka kutoka, hawawezi kutoka. Achilia mbali kuuza akapata hasara, kwa maana ya kwamba umenunua hisa leo shilingi 500, unapotaka kuja kutoka ukakuta hisa ni shilingi 400. Acha hiyo. Lakini kuna watu wanakaa na hisa na hawawezi kuziuza. Ingawa tunashukuru sana katika sekta hii tuliyomo kwa sasa, biashara kwa kweli imechangamka sana. Kukutana na hii changamoto imekuwa ni ngumu, lakini kwa sisi tuliomo soko hili kwa muda mrefu, tunajua kuna watu walikuwa mpaka wanazisusa hisa zao, anasema sizitaki, naomba muuze kwa bei yoyote. Na bei yoyote hiyo, hata ukisema yoyote, bado hisa unakuta haiwezi kuuzika. Lakini unapokuwa umefanya uchambuzi wako makini, lazima kwamba uwe na information kwamba hii hisa nikitaka kuiuza kwa muda ninaotaka mimi nitauza. Yani hiyo ni fakta ya msingi sana, kwa sababu hatuwekezi ili hela zikae milele. Tunawekeza kwa malengo fulani na tunawekeza kwa muda fulani. Kwa hiyo inapofika huo muda umetimia, unataka kuondoka ukafanya mambo mengine, uwe na uwezo wa kuweza kutoka.
Pointi ya msingi na ya mwisho ambayo sio kwa umuhimu lakini ni muhimu sana pia ni kampuni ambayo inajishirikisha na masuala ya kijamii. Katika kichwa cha mwanadamu au tuseme viumbe wengi. Yaani kama unajihusisha na mimi na uko sehemu ya maisha yangu na tunatatua changamoto tukiwa pamoja, maana yake wewe ndio rafiki yangu. Yaani just imagine una kampuni ambayo hujawahi kuiona hata siku moja imerudisha kwa jamii. Yaani kampuni inachafua mazingira, iko katikati yetu, inafanya biashara na biashara ni nzuri, tunaisupport, tunanunua bidhaa, lakini hiyo kampuni haijawahi hata siku moja kurudi kwa wawekezaji au kurudi kwa wananchi au kurudi kwa Tanzania, tukasema kutoa chochote, yani kurudi kwa jamii, yani tunaita corporate social responsibility. Haifanyi kampuni ya namna hiyo. Sasa kampuni ya namna hiyo inajiondoa kwenye akili zetu, inajiondoa kwenye sisi kuijali, kwa sababu yenyewe inakuwa inaonekana haiwezi kutujali kuwa pamoja na sisi. Inafanya biashara, tunaisupport, tunanunua bidhaa, lakini hata siku moja huwezi kusikia kwamba imeshiriki katika kujenga kliniki kwa mama wajawazito, imeshiriki katika kutoa misaada kwa watoto yatima kwa mfano. Sasa kampuni kama hii ni kampuni ambayo unakuwa unajua tu kwamba kama kampuni haiwezi kujishirikisha na masuala ya jamii, ni kampuni ambayo hata support yake huko mbele tunakokwenda ni kampuni ambayo sio nzuri. Kwa mfano kampuni inafanya biashara ambazo kwa mfano kwa hali fulani inachangia uchafuzi wa mazingira. Maana yake inaharibu afya za watu na pia inachafua mazingira kwa ujumla, lakini hata siku moja haijishughulishi kwenye masuala ya kuweza kuboresha mazingira, kwa mfano kupanda miti. Kwa hiyo unagundua kwamba hii sio kampuni nzuri ambayo inaweza kuwa inajali masuala ya kijamii, bali inajali pesa peke yake. Kampuni ya namna hii future yake pia inakuwa ni ndogo, kwa sababu haina image mbele ya watu, haina attraction mbele ya watu, na unapofanya hivyo in the long run, maana yake ni kampuni ambayo watu watakosa kuipa support, kwa sababu biashara zake inasapotiwa, lakini yenyewe haionekani ni jali biashara tu, haionekani kwenye masuala ya watu kwenye jamii. Kwa hiyo ndio inakuwa ni pointi yangu ya mwisho, lakini naamini kwamba kuna maswali na kila siku tutaendelea kugundua kwamba mimi nataka kuwekeza kwenye kampuni fulani particularly, kwa sababu kampuni zinatofautiana sector by sector kama nilivyoongea. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anavutiwa kuwekeza kwenye soko la hisa, lakini anatambua sekta anayotaka kuwekeza, lakini anaweza kuwa anakosa vitu fulani, sisi tupo. Lakini kitu kingine cha kuongeza cha msingi ni kwamba uwekezaji kwenye masoko ya mitaji na dhamana kupitia DSE sasa hivi umerahisishwa sana. Yaani zamani ilikuwa inatubidi tukajipange mistari, tu deposit hela, tubebe hela mifukoni, tuende nazo kununua hisa. Sasa hivi ukiwa na DSE hisa kiganjani, unaingia, unafungua app, unajisajili, unapata akaunti yako ya uwekezaji, unachagua TIB rasilimali kama mshauri wako mkuu au broker, unanunua hisa mchana, asubuhi, usiku, jioni mpaka weekendi. Na utakachokuwa unahitaji kwetu ni viswala vidogo vidogo ambavyo sisi ukitupigia simu tunakusaidia kukushauri. Hivyo kwa presentation hii naamini kutakuwa na maswali na naweza nikakaribisha. Namba zetu za simu ni kama zinavyoonekana hapo na email yetu, lakini website zetu zipo. Website yetu iko sawa, unaweza kuangalia information mbalimbali. Mitandao ya kijamii tupo, LinkedIn, tuko Facebook, tuko Instagram, lakini pia tunapatikana jamii forums kama TIB Rasilimali Limited. Mnaweza mkatufollow kwenye magrupu ya WhatsApp. Kama upo utatutumia namba yako hapo, tunaweza tukakuongeza ukaendelea kupata elimu kila siku. Naomba kuwasilisha, karibuni sana. Asante sana Makurwe Maona kwa presentation yako nzuri. Umetupitisha kwenye mada point 11 za namna ya kuchambua kampuni ya kuwekeza, na nadhani wawekezaji wameweza kuelewa. Lakini pia kwa wale wenye maswali, wakati tunamruhusu mwezeshaji wetu apate break kidogo, tunakaribisha maswali yenu. Itakuwa kuna namna mbili ya kuuliza maswali: kwa kunyosha mkono
tutakupatia kipaza sauti uweze kuuliza swali, lakini pia vile vile unaweza ukachapisha swali lako kwenye sehemu ya chat. Kwa hiyo tunaanza kukaribisha maswali. Kwa hiyo naomba nimkaribishe Bwana Lameck Mavipya atupatie presentation fupi ya dakika 3, then turejee kwenye maswali sasa. Kwa hiyo Bwana Lameck Mavipya, karibu wakati tunaendelea kupokea maswali. Vini na kuona wengine watakuwa na maswali, kama utataka swali la kuchapisha au la kunyanyua mkono tunakaribisha. Karibu sana Lameck. Asante Peter. Kwa wawekezaji wote, kuna wachache nimeona wanataka tuwaadi kwenye groups. Hizo namba ambazo tumeziweka hapo kwenye screen 0787 595684 na hiyo nyingine ya 0754 kama ambavyo inaonekana kwenye screen 0754232035 na ile nyingine ya Airtel. Hizo namba ukituma tutakuadi moja kwa moja, usisubiri hadi tuchukue kwenye message kwenye group, lakini pia tutaichukua. Lakini kingine nilichokuwa nakisisitiza kwa wale ambao wana changamoto na account zao za uwekezaji, tafadhali tumia hizo namba baada ya hii webinar ili tuweze kuwasiliana kwa ajili ya maelekezo zaidi. Na baada ya hii webinar, nafikiri baada ya siku moja, ndani ya masaa 24 hadi 48, tutashare a recorded version na investors wote, ili na wale ambao hawajapata muda wa kusikiliza, kwa sababu kuna wengine bado wako makazini au wako njiani, waweze kupata hizo na kuweza kupata ujumbe zaidi. Lakini nafikiri kwa wale ambao mmevumilia tunawashukuru, na sasa ni muda wa maswali. Kuna wengine ambao wameandika, nafikiri tutayasoma, lakini wale ambao watakuwa wamenyosha mkono kama ndugu yetu Vini, nafikiri utapewa nafasi na mic kwa ajili ya kuuliza kwa faida ya wote, na mtaalamu wetu naona Stefano Kingazi naye amenyosha, ili mtaalamu wetu Bwana Mauna aweze kurespond kwenye hayo maswali. Tunarudia tena kuwaomba radhi kwa changamoto iliyojitokeza ya teknolojia. Tunaendelea kuboresha. Karibuni sana. Peter, narudisha mic kwenu kwa ajili ya utaratibu unaofuata wa maswali na maelekezo mengine. Asante sana Lameck. Naomba kuna swali tuanze kulijibu. Ameuliza mchangiaji mmoja, na moja kwa moja nimkaribishe Mauna. Okay. Asante. Swali ninaloliona limetoka kwa ndugu Kazelemwa Rafael. Anauliza ni jinsi gani mfumuko wa bei unavyoweza kuathiri soko. Ndugu yangu, shilingi ya leo sio shilingi ya kesho, kwa maana ya kwamba unaweza ukawa unataka kununua hisa leo bei yake ikiwa ni shilingi 500. Nakupa mfano kwanza. Alafu ukawa na hiyo hela leo ukataka usiponunua leo ukanunua kesho yake, au tuseme in the future. Kama kuna mfumuko wa bei, inamaanisha kwamba 500 ya leo sio 500 ya kesho. Kwa maana hiyo, thamani ya share ya leo unayotaka kuinunua kwa hela ya leo sio thamani ya kesho. Ni kwa sababu kwamba mfumuko wa bei upo unachangia kwamba utakachotaka kukinunua leo uweze kuwa ni capacity ile ile ya kukinunua kwa kesho. Hiyo ndo maana halisi ya kwamba mfumuko wa bei unaweza ukaathiri soko. Yaani mfumuko wa bei unasababisha vitu vinapanda bei. Lakini pia ukiliangalia soko la hisa lenyewe jinsi lilivyo, ukiona interest kwa mfano za bondi za serikali kwa mfano zimepanda,
Yani leo serikali inakuofa wewe labda 16% kwenye investment zako za bond. Maana yake ni kwamba kuna switch inaweza ikatokea, watu wakaswitch upande mwingine, kuacha kuinvest kwenye hisa wakaenda kuinvest kwenye bond and vice versa. Yani hiyo ndo maana halisi kwamba movement ya interest rates inaweza ikasababisha kuathiri soko kwa namna ambayo inaweza kuwa positive au negative. Kwa hiyo switching za kutoka kwenye investment fulani labda fixed interest bearing securities kwenda kwenye hizi ambazo price zake zina fluctuate, zinategemea pia kwamba na movement ya interest rates kwenye soko zikoje. Lakini pia uwezekano wa mtu kununua kiasi cha hisa anachokitaka unaathiriwa pia na uwezekano au purchasing power ya fedha ambayo inatokana hasa na inflation inayopatikana katika nchi fulani. Nadhani nimejaribu kujibu swali lako vizuri, na hiyo ndio maana halisi ya riba na mfumuko wa bei kuathiri soko. Asante sana. Sasa naomba niruhusu maswali kutoka kwa Vin. Vin akimaliza tutaenda kwa Stefano Kingazi. Vin, karibu. Vin, karibu. Vin, uliza swali. Okay, kuna wanaouliza kuhusiana na slides, kushare slides za presentation na leo zitakuwa shared kwenye group letu la WhatsApp baada ya presentation, baada ya webinar session hii. Kama Vin yuko tayari, naomba kumkaribisha mchangiaji mwingine mwenye swali, Stefano Kingazi. Asante, habari za jioni. Tukaribisha Stefano Kingazi, karibu. Asante, habari za jioni. Kwanza kabisa nasikika? Unasikika vizuri. Okay. Nashukuru kwa wasilisho, pamoja kwamba niliingia nimechelewa, lakini mada hii nilisubiri sana, nilipata kidogo changamoto za kiteknolojia. Mimi swali langu kwanza kabisa, niko kijijini huku Lushoto. Swali langu linahusu, hapa tunazungumzia uchambuzi na tunazungumzia wataalamu walioko kwenye kwa mfano TIB rasilimali kwenye kusaidia uchambuzi na mtu kufanya maamuzi. Sasa kuna vikundi huku vijijini vya watu wanaowekeza vikoba na nini, na wanapenda kuwekeza kwenye uwekezaji huu wa kisasa, lakini unakuta ni kikundi kimesajiliwa. Sasa mnawezaje kupokea mteja anayehitaji ushauri wa kitaalamu ambaye ni kikundi cha kijamii? Lakini naona nani nyingi kwenye hizo matumizi ya app sasa hivi yanahusu mtu mmoja, kikundi inakuwaje? Asante sana Bwana Kingazi, swali lako ni zuri sana kwa sababu Vini, samahani sana. Kwa sababu unauliza swali kwa watu ambao pia wanatokea kwenye mazingira kama hayo. Sasa nikwambie kitu, swala la yani maendeleo ya DSE kiganjani ni maendeleo tu yaliyopatikana katika soko la hisa. Yani kuna mfumo mwingine ambao unaendelea ambapo unaweza ukasubmit document zako kama kikundi kupitia email, lakini pia tunaweza kufanya mikutano kama hii hapa na kikundi, kupigieni ukiwa hata kwenye conference ya WhatsApp, ili kusudi kuwapa elimu. Kuleta document kwetu zinaweza zikapokelewa kwa njia ya email,
njia ya WhatsApp tukaziprint sisi wenyewe, ili mradi tu zile document ambazo ni genuine, na tunaweza tukaendelea kutoa ushauri kwa njia ya online kama hivi kwa vikundi popote mlipo, na mkasubmit document na tukawafungulia sisi akaunti za uwekezaji kama kikundi. Kwa hiyo sisi tuna vikundi tuko navyo ambavyo vinatokea vijijini kabisa, lakini njia ambayo ni nyepesi ambayo tunaitumia ni kuwasiliana hivi kwa njia za simu, lakini kutoa elimu, tunatoa elimu pia kwa simu namna hii, na email zetu zinapokea documents kutoka kwenye vikundi mbalimbali na tunawafungulia CDS account na wanaendelea kuwekeza kama kawaida. Sasa hapa changamoto ni hiyo kwamba hawawezi kuwa wanaona investments zao kwenye app, lakini tuna njia mbadala kwamba mwekezaji yoyote anapokuwa amewekeza anakuwa anapatiwa statement ya uwekezaji wake. Yaani hata uwe unawekeza kwenye app, ukiomba statement yako unaipata muda huo, kwa sababu sisi tuna rekodi zako zote za uwekezaji huko. Kwa hiyo baada ya kuwa tunafanya manunuzi, lakini pia tutakuwa tunashare na nyie statements mbalimbali za uwekezaji wenu kadri mtakavyokuwa mnazihitaji kwa ajili ya matumizi ya vikao vyenu na kupeana kumbukumbu kwa wanachama wenu wa vikundi. Nadhani umeweza kunielewa hapo ndugu Mwanaisa. Karibu, nimkaribishe Bwana Stefano Kingazi kwa swali lake pia. Okay, naona hayuko tayari, kwa hiyo naomba nimkaribishe Bwana Mhoji Kitambara. Stefano, okay, sawa. Stefano kashajibiwa swali lake, naomba nimkaribishe Bwana Mhoji Kitambara kwa swali lake. Mhoji, karibu sana. Asanteni sana kwa wasilisho hili, na washukuru mlioandaa na aliyemwezeshaji. Mimi swali langu lilikuwa kwamba linaweza likawa nje kidogo ya presentation, lakini kama limo nadhani limo. Ikitokea kampuni uliowekeza share zako, umenunua share ikafilisika, baada ya kuuza vitu vya kampuni vile sasa kugawiwa kwa wahusika, je, wanahisa wanakuwa ni wangapi kwenye mfululizo ule wa nani zinazolipwa, na wengine hao ni wapi ambao kampuni kifilisika wanalipwa? Asante. Asante sana Bwana Mhoji, swali lako ni zuri sana na nadhani nililigusia wakati nafanya presentations. Kwa understanding kwa wote ni kwamba ukinunua hisa kwenye kampuni wewe ni mmiliki. Yaani A na B wakiungana kuunda kampuni, wao ni wamiliki. Na sisi tunaponunua kampuni hizi pia, yani tunaponunua hizi hisa, na sisi ni sehemu nani ni wamiliki, na ndio maana tukienda hata kwenye mikutano annual general meetings, sisi ndio tunaofanya maamuzi. Kwa hiyo linapokuja swala la ufilisi wa madeni au liquidation au receivership likianza, madeni yanalipwa kwa mpangilio kabisa wa kisheria ambao unatambuliwa na sheria za Tanzania. Sheria inasema kwamba kampuni inapofilisika tunaanza kulipa wale watu ambao wana madeni yenye dhamana, yani secured creditors. Yani watu wenye madeni yenye dhamana, yani kwa mfano kampuni ilikopa benki, kwa hiyo lazima itakuwa iliweka collateral au security. Wale ndo wa kwanza kulipwa, ndo priority inaanza hivi. Lakini kuna madeni ya serikali, kwa mfano kama kampuni ilikuwa inadaiwa kwenye taxes, lazima taxes zilipwe.
Tukishatoka hapo tunaenda kwa wadai wa kawaida, yaani kama kulikuwa na wafanyakazi hawajalipwa maslahi yao, kulikuwa na wa suppliers wa kawaida labda wanaofanya usafi ofisini, hawa pia watalipwa kabla hajalipwa shareholders. Na kwa maana hiyo, kwa sababu shareholder anachukuliwa kama ni mmiliki wa kampuni, yeye anakuwa ni mtu wa mwisho katika kulipwa. Ndio mpangilio ulivyo, lakini kwa analysis zilivyo na jinsi ambavyo mtu unaitafuta elimu kabla ya kuwekeza na vigezo ambavyo vinatumiwa na mamlaka za serikali kuiruhusu kampuni ije sokoni, pia inaonekana kama ni jambo gumu kwa kampuni kufilisika kabisa, unless kuna kosa ambalo linatokea, kampuni inaweza kusimamishwa ikarudi. Lakini kwa mpangilio wa kulipa madeni, shareholder anakuwa considered kama mmiliki wa kampuni 100%, na kwa hiyo yeye atakuwa wa mwisho kulipwa kilichobakia baada ya kulipa madeni yote niliyoyataja hapo mwanzo. Asante sana. Asante. Na imani swali lako litakuwa limejibiwa vyema. Tunashukuru sana Bwana Makurwa Mauna. Nadhani Vin kama vile atakuwa na swali la nyongeza, naona mkono umenyanyuliwa muda mrefu sana. Sasa sijui kama ni swali la nyongeza au ni bahati mbaya hajashusha mkono. Kwa hiyo karibu Lameck. Asante. Nilikuwa na taarifa ya muhimu kwa wawekezaji wetu, kwa sababu tunaenda nani yetu tulikuwa tumeipanga itaisha saa 12 kamili. Nafikiri tutachukua swali la Vin, lakini nilikuwa nataka nitoe taarifa muhimu kwa investors kwamba tutakuwa na recorded version ambayo tutaitengeneza vizuri, tutashare na nyie baada ya baada ya siku chache kutoka leo. Nafikiri kuanzia kesho tutashare na nyie, na kuna watu nimeona wameomba zile slides za presentation ya mwasilishaji wetu, tutashare PDF kama kuna watu, nafikiri kuna watu nimeona namba zangu hapo au kwenye namba za group pia mlisajili kwenye nani email zenu, mnaweza mkashare email zenu na mimi ili hiyo presentation kesho nitashare na nyie. Lakini kwenye group kesho, kuanzia kesho hadi Jumamosi mtapata recorded version kwa ajili ya reference ya baadaye. Lakini pia nilikuwa na wataarifu kuanzia wiki ijayo Jumamosi, sio ya kesho kutwa, Jumamosi ya tarehe 25 tutakuwa na wasilisho kutoka Dar es Salaam Stock Exchange likihusiana na mambo ya new app. Hii watakuja Dar es Salaam Stock Exchange wenyewe watueleze, kuna maboresho makubwa wameyafanya, nafikiri hivi karibuni mmekuwa mki experience changamoto. Kwa hiyo itakuwa tutaanza kuiannounce nafikiri kuanzia kesho weekend kwa ajili ya hiyo training ambayo regulator atakuja kutueleza. Peter, narudisha kwako, naona kuna bwana Lem Consultants na Vin, nafikiri waulize haraka haraka ili mwasilishaji aweze kuwajibu kabla muda hujafika. Karibu Lem Consultants kwa swali lako. Bana Lem Consultants, tunakusikiliza, karibu sana. Kama Lem Consultant hayuko tayari, basi nadhani tumkaribishe bwana Vin aweze kuuliza swali lake. Tumebakiwa na dakika kama 5. Kwa hiyo Vin, karibu, utauliza swali lako, then tutarudisha mic kwa mwasilishaji aweze kumalizia.
Songe Mabebe, karibu. Hello. Then karibu. Lem Consultant. Karibu. Kama kile sisikiki. Ulijibu. Nikia gosikiki nilikuwa nauliza utofauti uliokuwa katika biashara. La utasikia. Okay. Lem Consultant, nimeona swali lako. Kwa faida ya wengine, swali lako linauliza, nilikuwa naomba kujua utofauti uliopo wa kibiashara kati ya TIB Rasilimali Bank na benki zingine za kibiashara. Hii ni swali muhimu, inabidi tukujibu. TIB kama benki inaitwa TIB Development Bank, haitwi TIB Rasilimali Limited. Yaani Rasilimali Bank inaitwa TIB Development Bank. Hii taasisi inayozungumza hapa sasa hivi inaitwa TIB Rasilimali Limited. Hii ya sasa hivi inayozungumza ni kampuni tanzu ya TIB Development Bank ambayo ndio nadhani unailenga kuiulizia. TIB Development Bank ni benki ya maendeleo Tanzania. Yani ni kampuni ambayo sio kampuni ya kibiashara. Hii ni kampuni, ni benki iliyoundwa kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya nchi hata kwenye sekta za kimkakati. Ndio maana ukija TIB Development Bank utakuta mtu anafungua akaunti pale. Na pia uwezi kukuta watu wanakopa mikopo ile ambayo ni personal, wanapenda wengine kuita personal loans kwa ajili ya mishahara na nini, uwezi kukuta. Kwa hiyo TIB Development Bank ni taasisi ambayo inajitofautisha na benki nyingine za kibiashara kwa maana ya kwamba hairani commercial banking kama benki zilivyo zingine, isipokuwa ni development bank. Yani mara nyingi kwa kila nchi inakuwaga na taasisi ya kimaendeleo, benki ya maendeleo. Kwa Tanzania kuna benki ile ya kilimo, na kwenye upande wa mambo mengine ya maendeleo ndio ipo TIB Development Bank. Kwa hiyo hizi ni kampuni ambazo ni za ni benki za maendeleo, hazihusiani na deposit taking au kufungua accounts au kukopesha personal loans, isipokuwa tu ni mikopo ya maendeleo, mikopo nafuu na ya muda mrefu. Nadhani nimejibu swali lako. Karibu sana. Asante sana. Kutokana na suala la muda, sababu webinar yetu tumependekeza ishe saa 12 kamili na tumebakiwa na dakika 2, naomba nimpe dakika 1 Lamek aweze kumalizia kwa kufunga. Nitatoa dakika 1 tena kwa Makurwe Mauna, then tuta wind up. Karibu sana Lamek, dakika 1. Asante. Mimi ni washukuru wawekezaji wetu na wateja wetu. Tunaahidi kuwatumia hizi presentation pamoja na video, lakini pia tunasisitiza mnapokuwa na swali au mnahitaji ufafanuzi wowote kuhusu uwekezaji, tafadhali tumewapa namba za simu hapo, zifanyieni kazi, wasilianeni na sisi moja kwa moja. Kuna watu sasa hivi wametuma ni waunge na waunga, na wale wenye changamoto nyingine tafadhali karibuni kwa wakati mwingine tutawatumia invitation kwa ajili ya webinar inayofuata. Asante. Asante sana Lamek. Makurwe Mauna, cha kumalizia dakika 1. Asante sana Bwana Peter. Mimi baada ya wasilisho hili naomba ni waahidi wadau wetu au shareholders wetu wote kwamba TIB Rasilimali ipo kuwahudumia. Kwa hiyo popote pale pakua inaitwa DSE hisa kiganjani, chagua TIB Rasilimali ili tuweze kuendelea katika safari ya kuwekeza. Kuwekeza ni leo, na hakuna mtu ambaye anakuwa
na kusema kwamba mimi na kipato kidogo au kipato kikubwa. Kuwekeza ni mipango, na mipango inaanza leo. Anawekeza mkubwa, anawekeza mdogo, na kwa sababu uwekezaji unaangalia ukuzaji wa mtaji, kupata faida, lakini pia ni aina fulani ya saving tunaifanya kwenye hii sekta. Unaweza ukaanza na kipato chochote ukaendelea, na utashangaa kuona matokeo yatakayokuja hapo mbele. Karibuni sana TIB Rasilimali. Tunapatikana mitandao yote ya kijamii na namba yetu ya simu ni 0754 232 035. Ukitupigia hiyo namba unatupata muda wowote kasoro usiku. Karibuni sana. Asante sana. Basi kwa leo nipende kuwashukuruni sana, na hadi wakati ujao tena mwingine. Tutakutana siku na wakati kama leo Jumamosi, ambapo tutakuwa na mgeni kutoka soko la hisa la Dar es Salaam, ambapo atakuja kutuelezea mambo kadha wa kadha waliokuwa nayo, especially kwenye upande wa hisa kiganjani. Kwa hiyo msipange kukosa siku ya Jumamosi, tutatangazeni, tutatuma link kwenye magroup na mitandao yetu ya kijamii. Nipende kuwatakia nyote jioni njema, na asanteni sana kwa kushiriki, kwa kuungana nasi. Asanteni sana. Asanteni.
Nyi watoto njoni hapa. Nyi watoto njoni. Njoni. Maraba. Mjambo. Nyi ndio mlikuja kuchukua juisi saa zile? Wewe sio wewe wa nyuma wewe. Haujaja na mama yako hapa? Na nani? Ule leo kuja kuchukua juisi. Si wadogo zako ndio wamekuja na juisi nyumbani? Basi. Ni huyu tu peke yake. Hamna wengine. Haya, sawa. Nimesema haleluya.
Bosi, mambo. Wewe nitumie ile nani basi template ile ya PEPMIS ya kwenu ile. Kuna document moja uliniambia kuna namna mmeandaa nyie PEPMIS yenu. Mna format fulani mmetumia. Naweza nikaipata sasa hivi? Na poa. Siku imekuwa ndefu. Nielewa au chita? Bora hata niambie. Bueno.